Mwokozi Yesu asifiwe sana. Tunamtukuza tena Kristo kwa sababu ya wakati huu wa asubuhi ya leo. Mapambazuko ya wanaomtafuta Mungu, mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante tena wakati saa dakika na muda huu. Asante kwa vile umekuwa pamoja nasi. Neema yako ya ajabu kubwa mno, Bwana Yesu, imeendelea kuwa juu yetu, imeendelea kutulinda na kututunza mikononi mwako. Our Father in heaven, we praise your holy name this morning. We thank you for everything, Lord. Baba, tunakuomba neema yako tena ikaendelee kuwa juu yetu wakati huu. Father, talk to everybody now in the name of Jesus. Tunaomba ya Bwana wangu na Baba yangu, mafunuo ya pekee, Roho wako Mtakatifu akaendelea kuzungumza nasi kipekee katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu. Roho Mtakatifu wa Bwana ukaendelee kusema nasi kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunakuomba ya Bwana ukaendelee kufunua zile siri ambazo zilifichwa kwa muda mrefu. Baba, tunakuomba ukaendelee kufunua kwa utukufu wako Mwokozi, katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo Bwana Mwokozi, mwamba na aliye nguvu zetu. Ya Bwana tunakuomba hayo katika jina lake takatifu la Yesu Mwokozi aliye hai. Baba, tunaomba uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Acha tukaendelea tena. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya wakati wa alfajiri ya leo, kwa sababu imegharimu damu yake mwenyewe ili tuwe hai, lakini imegharimu mkono wake mwenyewe ili tuwe salama. Bwana Yesu asifiwe. Acha tukaangalia maneno ya Mungu katika Biblia. Tutaangalia maneno ya Mungu tena, lakini kabla hatujasoma asubuhi ya leo nikukumbushe kwamba tumekuwa kwenye kipengele ama ujumbe unaosema nguvu ya ujuzi au nguvu ya kujua, nguvu ya elimu iliyo ndani yako. Na tumepita maeneo kadhaa na tumeyaona maeneo kadhaa ambayo mojawapo ni kwamba neno Mungu linasema tumepita maeneo kadhaa, na moja kati ya mambo hayo tumeona kwamba kile unajua ndicho kinaendesha maisha yako, kile unaelewa ndiyo staili ya maisha yako. Na tukafika mahali pia tukaona kwamba uhuru wako unatokana na vile unamjua Mungu. Uhuru wako ni kiwango chako cha kumjua Mungu. Yaani uhuru wa maisha yako unatokana na kiwango cha kumjua Mungu. Wacha nikwambie hivi kwamba expansion of your life, expansion of your economy, expansion of your income, expansion of your everything comes from your knowledge about God. Inatokana na vile unamjua Mungu. Inatokana na elimu yako, elimu ya Mungu ndani yako. Kadri unavyomjua Mungu, maisha yako yanaweza kupanuka, yani kuongezeka kwa maisha yako, kuongezeka kwa viwango vya maisha yako, yani ubora, viwango vya excellence ya maisha yako, viwango vya ubora wa maisha yako. Sikia, vinatokana na vile unavyomjua Mungu. Viwango vya ubora wa maisha yako havitokani na kiwango unajua gospels, ni vile unavyojua udaku na umbea. Vinatokana na vile unavyomjua Mungu. Expansion ya ubora wa maisha yako hautatokana hata siku moja na vile ambavyo unajua stories za mtaa wako. No, havitatokana vile ambavyo unajua stories za maisha ya watu, lakini vinatokana na vile unamjua Mungu. So kati ya vitu ambavyo unapaswa kutafuta kwa nguvu, napaswa kutafuta kwa bidii, napaswa kuongeza nguvu, ni kumjua Mungu. Sio kujua stories za mtaa wangu, si kujua stories za siasa ya nchi yangu, si kujua story mbalimbali zilizoko duniani, lakini ni kujua Mungu wangu. Kadri ninavyoendelea kumjua Mungu, ndivyo naendelea kupata freedom. Yaani ndivyo naendelea kupata uhuru katika maisha yangu, na ndivyo ambavyo naendelea kupata
Yani kuongezeka, kupata kuongezeka kunatokana na vile ambavyo naendelea kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile ambavyo expansion ya maisha yako itatokana na kitu kingine. Yani hakuna kingine ambacho kitakuwa kinaongeza ubora kwenye maisha yako isipokuwa kumjua Mungu. The way unapata nafasi ya kumjua Mungu ni the way ubora unaongezeka kwenye maisha yako. Yani hata kazini kwako excellence ya ufanyaji wa kazi inakuwa kubwa, hata kama umeajiriwa ama ni biashara. Lakini hiyo excellence inaongezeka inatokana na kiwango chako cha kumjua Mungu. Nisikilize, kuna mahali ambako unafinyiliwa mpaka unatamani utafute njia mbadala, ni kwa sababu hujamjua Mungu. Ukimjua Mungu, yani kadri unavyotia bidii kwenye kutafuta Mungu, kwenye kutafuta kumjua Mungu, kwenye kutafuta kuhusu Mungu, the way unatia bidii, kuna vitu hata usipokemea vinaondoka wenyewe. Yesu asifiwe. Ndio, yani kadri unavyotia bidii kumtafuta Mungu, kutafuta kujua kuhusu Mungu, yani kutafuta zaidi kuhusu Mungu, ndivyo kuna vitu vinaondoka hata usipovikemea, vinaondoka wenyewe. Maana nimekuambia hivi, elimu unayoipata au uliyoipata unaendelea kuipata inakujaga na atmosphere yake, inakujaga na hali ya, yani inakujaga na utukufu wake, inakujaga na wingu lake ndani yako, inakujaga na uwepo wa kile unajifunza. So ukijifunza zaidi kuhusu dunia, inakuja na utukufu wake, inakuja na namna yake, inakuja na atmosphere yake na kufunika. Na wewe unajifunza kuhusu Mungu, unaendelea kutafuta kuhusu Mungu, utukufu wa Mungu unaendelea kukufunika, unaendelea kuongezeka kuwa juu yako, unaendelea kuwa mtu mwingine wa viwango vingine. So ile inafukuza baadhi ya vitu ndani yako, hata usipovikemea inaviondoa. Hiyo ni automatic, inavisukumia mbali. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari kadri tunavyomjua Mungu, kuna viwango vya utukufu vinaendelea kukufunika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Si uelewe tu kidogo, tia bidii yako kwenye kumtafuta Mungu. Yaani kama wewe ni mwanafunzi bado unasoma baadhi ya kozi kwenye maisha yako, kwenye vyuo mbalimbali au kwenye chuo fulani unachosoma, yani kadri ambavyo unatia bidii kwenye kujifunza, kutafuta zaidi ili uweze kupata ubora kwenye presentation yako, kwenye kupresent vitu kwenye zile kwenye hizo groups zenu, vile ambavyo unatafuta zaidi, unafanya research kubwa, tafuta kama basi ni vile unavyoongeza bidii kwenye research ili kufanya presentation nzuri, ndivyo hivyo na wewe uendelee kuchimba zaidi kuhusu Mungu, ili hata mtu anapokuuliza unaweza kupresent vitu vizuri kuhusu Mungu, vitu vikubwa kuhusu Mungu. Kadri ambavyo unakuwa karibu na Mungu, ndivyo unavyoendelea kumjua, na ndivyo na vile unavyoendelea kumjua, ndivyo anavyoendelea kukufunulia, ndivyo anavyoendelea kukudhihirishia, ndivyo anavyoendelea kujidhihirisha ndani yako, na ndivyo unaendelea kujua zaidi kuhusu yeye. Bwana Yesu asifiwe. The way unakuwa mbali zaidi na Mungu, ndivyo ambavyo unavyokosa kumjua, na ndivyo ambavyo unavyoendelea kujichelewesha kwenye mambo mengi. Yesu na atusaidie sana. Narudia tena, uhuru wako unatokana na elimu ndani yako. Uhuru wako unatokana na kile unajua kuhusu Mungu. Uhuru wako unatokana na kile unajua zaidi. Kwa sababu kufanikiwa kwako hakuko mahali pengine, kuko kwenye kukaa na Mungu na kutafakari kuhusu yeye. Naomba nikukumbushe hivi, nikuambie jambo hili, kabla shetani hajayavamia maisha yako, yani before akuattack kwa namna yoyote, before akushambulie kwa namna yoyote ile, kabla hajajihudhurisha, anachofanya cha kwanza ni kushughulikia ufahamu wako. Kwa niseme tena, yani kabla ya shetani hajaingia, hata kabla mapepo hajaingia ndani yako, yanashughulikia kwanza ufahamu wako. Yani lazima kwanza ufahamu wako ushughulikiwe. Ndiyo njia kubwa ya chochote kile kuingia ndani yako. Kwa anashughulikia ufahamu wako kwanza. Lakini vile vile Mungu kabla akupate, kabla ashughulikie maisha yako, anaushughulikia kwanza ufahamu wako. Maana ufahamu wako usipokuwa huru, ufahamu wako usipokuwa huru, huwezi kumjua, na usipopata kumjua hauwezi kuwa huru. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe anashughulikia kwanza ufahamu. Yani Mungu kabla hajakupata wewe, anashughulikia ufahamu wako. Na shetani
vile vile kabla hajakupata, kabla hajakuattack kwa namna yoyote, anaushughulikia ufahamu wako. Yesu na atusaidie sana. Kila unajua ndicho kinaamua nani atakuwa mtawala wa maisha yako. Kila unachokifahamu, kama una elimu ya shetani ndani yako na elimu ya dunia, huyo ndiye atakuwa utawala wa maisha yako. Lakini ukiwa na elimu ya Mungu, unajua kuhusu Mungu na unaendelea kutafuta kuhusu Mungu, yeye ndiye anakuwa mtawala wa maisha yako. Asifiwe Mwokozi Yesu. Umakini unahitajika sana kwenye kile unajua. Wale nawaambia vijana, chunga sana kwa kile unaona na kile unasikia, kwa sababu hicho hakiondokaki kwenye maisha yako. Ujuzi wanasema hauzeeki. Kadri unavyojua kuhusu Mungu ndivyo yani itaendelea kuwa hivyo tu hata ukizeeka, lakini bado unakuta imani yako iko firm kwamba no, I know my God, ninamjua vizuri. That's why pamoja na mambo yote, lakini tunawaona hata Elisha anazeeka nabii, lakini anabaki pole pole kwamba namjua Mungu. Pamoja na hayo, mpaka anakufa, mpaka na mwili wake bado unajua kuhusu Mungu, mpaka kaburi lake limejaa uwepo wa Mungu. Anatupwa maiti mle ndani ya kaburi la Elisha, anagusa mifupa ya Elisha, maiti anaamka. Maana Elisha aliishi kumjua Mungu. Sasa aliishi kumjua Mungu, utukufu wa Mungu uliishi kutembea na yeye. Narudia tena, wapendwa, utukufu wa Mungu hautatembea na wewe kwa sababu ya kiwango chako cha kuomba. Utukufu wa Mungu unatembea na wewe kwa kiwango cha kumjua Mungu. Ile kiwango cha kumjua Mungu ndicho kiwango cha utukufu wa Mungu juu yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. So tafuta zaidi kuhusu Mungu, achana na movie bro. Tafuta zaidi kuhusu Mungu, achana na vitu mbalimbali, achana na zile unazozijua mwenyewe. Tafuta zaidi kuhusu Mungu. Sasa unapotafuta zaidi, yani kadri ambavyo unapata kumjua Mungu, ndivyo na utukufu wa Mungu unavyoendelea kuongezeka juu yako. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Haleluya. Naomba tusome kitabu cha Yeremia 29:12. Lakini tuanzie 11. Anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Anasema, nanyi mtaniita number 1. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Tuko sawa sawa eh? Anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote, katika mataifa yote, katika mahali pote nilipowafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo niliwafanya mchukuliwe mateka. Twende na hiyo A. Anasema, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Lakini ile 13 anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie hivi, kuna watu ambao niliwahi kuona mahali fulani, mtu mmoja ameingia au ana group lao wanajiita Bible readers. Ni vizuri kabisa kusoma, lakini mimi nadhani chenye nguvu zaidi sio kuwa Bible reader, ni kuwa Bibolana. Yani ukiwa mtu wa kujifunza kuhusu, yani ukajifunza maneno ya Mungu, sio kusoma. Kwa sababu kusoma ni tofauti. Kusoma, yani kujifunza ni kusoma na kutafakari. Kusoma na kutafakari, hapa ndio unapata nafasi ya kuendelea. Hali na mambo makubwa mawili ambayo nataka uyachue ni haya, ni kusoma na kuomba. Kusoma na kuomba, au kuomba na kusoma, kwa sababu hakuna mafunuo pasipo maombi. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua kwamba yani kumjua Mungu kunatoka tena, anasema kumtafuta kwa moyo wote, kwa kumaanisha kabisa kama mimi nataka zaidi, nataka Mungu, sio kwa sababu ili niweze kujibu maswali mahali fulani, no, ila nataka nikujue Mungu wangu, nataka nikuelewe day by day, nataka nikuelewe day by day.
ili hata ninapoenda mahali nikiulizwa swali, ninafanya presentation nzuri kuhusu wewe, nafanya presentation ambayo imejaa utukufu, imejaa uwepo. Bwana Yesu asifiwe. So anasema tutakapomtafuta kwa nini? Kwa moyo wote, tutapata kufanyaje? Tutapata kumwona, ataonekana kwetu tukimtafuta kwa moyo wote. Lakini sio juu, sio kienyeji, sio taratibu. Hapana, ni kumtafuta kwa moyo wote kabisa. Haleluya, Yesu asifiwe. Sasa watu wana bidii kwenye mambo ya dunia, wana bidii kwenye mambo ya ulimwengu huu, lakini bidii katika kumtafuta Mungu hamna. Alafu hapo watu tunataka majibu yatoke kwa Mungu. Narudia tena jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikilizeni wapendwa watumishi wa Bwana. Kiwango chetu cha kujua ndicho kiwango cha uhuru wetu. Kiwango chetu cha kumjua Mungu ndicho kiwango cha uhuru wetu. Yesu na atusaidie sana. Kiwango cha utukufu wa Mungu kinachotembea nasi ni kiwango chetu cha kumjua Mungu, na si zaidi ya hapo. Yesu na atusaidie sana. Lakini kuongezea, kiwango cha imani yako ni kiwango chako cha kumjua Mungu. Kiwango unachomjua Mungu ndicho kiwango utakachomwamini, sio zaidi ya hapo. Yesu na atusaidie sana. Bwana sema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Tuna kitabu hiki hapa cha Mithali sura ya 8, maneno ambayo najua pia umeshajua yanasemaje, 17, kwa sababu ni maneno ambayo yamekuwa watu wengi wanayatumia sana. Bwana Yesu asifiwe. 8:17, Mithali 8:17, maneno ambayo najua unayafahamu. Anasema, nawapenda wale wanipendao, nazotafuta zaidi pale niki hapa, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Jamani, nataka niongeze hivi kwamba katika habari ya kumjua Mungu bidii inahitajika. Mtu mmoja aliwahi kufundisha mahali akasema, wewe unaweza kufunga siku kadhaa kavu, unaweza kufanya hivi, usituringie kwa sababu ni neema. Ni kweli ni neema, lakini naomba unisamehe, hata Mungu anataka bidii. Yaani wala tusidanganyane, yaani pamoja na neema, lakini bidii yako inahitajika. Usidanganywe kwamba kila kitu ni neema. Ni kweli ni neema kabisa, lakini ukishajua kwamba ni neema, bidii inatakiwa. Lazima uweke bidii kwenye hilo jambo ambalo umeamua. Yaani kwenye habari ya Mungu, weka bidii, wacha uzembe. Sio ulale useme ati sijisikii kuomba. Jamani, kuomba ni neema. Kuomba ni neema, ni kweli, lakini bidii inatakiwa. Maana shetani atakuruhusu uombe, hakuna, ni mpaka uweke bidii. Kusoma neno la Mungu, shetani atakuruhusu usome, atakuruhusu usome message 6,000 kwa siku kwenye simu yako, lakini hawezi kukuruhusu usome neno la Mungu. Maana anajua unapata kumjua Mungu, na kadri unavyopata kujua unapata uhuru wako. Kwa sababu hiyo hawezi kukuruhusu. Sasa tunasema jamani, mimi Mungu mimi sijawa na hii neema. Hujawa na hiyo neema. Yaani kwenye habari ya kumtafuta Mungu, naomba unisamehe, kuna neema kwenye kufunuliwa, kuna neema kwenye kujulikana, kwenye kupata mafunuo, kwenye Mungu kujidhihirisha kwako. Lakini kwa habari ya kutafuta, bidii inatakiwa. Wewe taka usitake, penda usipende, kubali kataa, bidii inahitajika. Wala si ukae kizembe ati useme haitokei kama jipu hiyo. Nisameheni, kumjua Mungu inahitaji gharama. Lazima ulipe gharama, ukubali mambo mawili makubwa ili kuambia, soma neno la Mungu na uwe muombaji sana, msomaji sana, yani mjifunzaji sana na muombaji sana. Yesu asifiwe. Na namba 3, jitahidi kutembea kwenye kutafakari, tembea kwenye utukufu wa Mungu mara zote. Yesu na atusaidie mno. Usio kasema tunakaa tu pale, hapana. Jamani, bidii inatakiwa. Si ukae kizembe. Kwa unakaa tu, mimi sijapata hii neema. Hujapata hii neema. Neema ya kufunga, mimi sijapata neema ya kufunga. Hujapata neema ya kufunga. Wacha uzembe. Kufunga kutokei kama jipu. Kwamba tunajikuta tumeamua, unajikuta tumefunga. Hakuna hiyo biashara, sio kama jipu. Kufunga sio kushinda njaa. Kufunga ni kuamua kuacha kula kwa sababu kuna vitu unataka kuzungumza na Mungu, kwa sababu unataka Mungu, yani unataka Mungu. Umeamua kufunga, unataka Mungu.
na si kwa sababu unataka upate Mungu, yani ujue Mungu au upate kitu fulani ili kwamba uweze kushindana na mtu fulani ili uweze kumshinda fulani, sio kwa mashindano. Ukifanya pia kwa mashindano haina maana. Hii unafanya kwa unyenyekevu wako mbele za Mungu. Bwana, ninakuhitaji. Basi Yesu asifiwe. Katika hili Baba, ninakuhitaji, nimeamua kuja mbele zako kwa namna hii. Bidii inatakiwa. Wapendwa, kufunga sio neema tu, ni neema, lakini na bidii inatakiwa, kwa sababu ni kweli mwili hautakubali uache chakula. Sasa usipoulazimisha, usipoubidiisha, haitawezekana. Hata neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Warumi ni sura ya 8. Yes, ni sura ya 8 nafikiri, anasema maana pendo la Mungu latubidiisha, linatufanya tuwe na bidii. Bidii, upendo unatubidiisha. Upendo wetu kwa Mungu unatufanya tuwe na bidii kwake. Kwa bidii inatakiwa, sio hivi hivi. Bora unakuwa na bidii kwenye kusoma. Kwani umeshawahi kusoma tu hivi hivi tena umeshatukaa tu pale, mimi sipata neema ya kusoma, kwa hiyo nakaa tu pale, jamani mimi nitafaulu, tukafaulu? Haiwezekani hiyo kitu. Ni hivi, lazima uweke bidii. Fanya sehemu yako ili Mungu naye afanye sehemu yake. Wewe hutaki kujibidisha kwenye kutafuta Mungu, afu unataka itokee kama jipu au kama kikohozi. Haiwezekani hiyo. Hata kikohozi kina sababu. Kuna vumbi umenusa au kuna harufu mbaya umenusa. Lazima. Kwa hiyo weka bidii, wacha uzembe wa kukaa tu ili mradi. Hakuna, ni kuamua kutia bidii katika jina la Yesu. Tusome Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 kuendelea. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima. Jambo la kwanza, roho ya hekima. Roho ya nini? Ya hekima. Jambo la kwanza. Na jambo la pili, anasema na ya ufunuo. Katika nini? Katika kumjua yeye. Yaani katika kumjua yeye mpate roho ya hekima na ya ufunuo. Yaani ni muhimu sana. Wapendwa, eleweni ni kwamba kumjua Mungu ndo kuna nguvu zaidi sana kwenye maisha yetu. Nguvu ya mabadiliko kwenye maisha yetu ni kumjua Mungu. Nguvu ya mabadiliko kwenye maisha yetu ni kumjua Mungu, na kumjua hakuishi, ni kila siku tunajifunza, kila siku tunapata, kila siku tunaongezeka. Yesu asifiwe. Sasa tutakaa tukizebe. Anasema roho ya hekima na ya ufunuo. Katika nini? Anasema katika kumjua yeye. Tupate roho ya hekima na ya ufunuo. Katika nini? Katika kumjua yeye. Yaani hiyo roho ya hekima na ya ufunuo inapaswa kuwepo katika kumjua yeye. Ili weje? Maana kwenye kumjua yeye ndipo macho ya mioyo yenu yatatiwa nuru. Yaani kwenye kumjua Mungu, yaani tunapopata nafasi ya kumjua Mungu, macho ya mioyo yetu yanatiwa nuru. Yaani mtu mmoja aliwahi kuniambia, naomba uniombee niwe na macho ya rohoni. Nisikilize, macho ya rohoni hata hapo ulipo unayo. Macho ya rohoni unayo. Tatizo yanagiza, hayaoni. Ukitaka kujua, nenda kamuulize mtu anaitwa Hajiri. Hajiri aliyekuwa mtumwa au aliyekuwa mjakazi wa Ibrahim. Amefukuzwa na Ibrahim kwa sababu ya mkewe Sara, maana wamegombana. Unajua mtu na mke mwenza ni kama mke mwenza. Akafukuzwa. Ametoka kule. Biblia inasema amefika jangwani. Maji aliyokuwa amewekewa kwenye kiriba na Ibrahim yameisha. Kwa hiyo kiu imekuwa kali. Ni kama kusema chakula ulikuwa nacho, tatizo ilikuwa maji. Sasa akaona kama katoto kanakufa, Ishmaeli anakufa kwa sababu ya kiu. Biblia inaeleza vizuri kwamba akaenda akamlaza chini ya kimti fulani, yuko jangwani. Akamlaza chini ya kimti fulani, akasema acha nikakae mbali nisimuone kijana akifa. Akiwa pale analia kwa sababu ya kifo ambacho kinamkumba mtoto kwa sababu ya kiu. Biblia inasema malaika wa Bwana akamkuta pale. Akamuuliza, Hajiri, una nini? Kwani unalia? Kwani umeketi hapa? Kaambia nakimbia hivi na vile, akajieleza. Kwa wakati amemaliza kujieleza, malaika akamwambia, usijali, huyu naye ni mzao wa Ibrahim, kwa hiyo nitambariki, nitampa kuwa na masaidi 12 na vile na vile na vile. Anapomaliza yale maelezo, Biblia inaeleza vizuri kwamba wakati ameketi pale, Biblia inaeleza vizuri kwamba Bwana akayafumbua macho ya Hajiri. Hajiri akapata kuona kisima. Akapata kuona, akaona kisima.
naye akakiita kisima cha aliyeniona. Bwana Yesu asifiwe. Si kama unaelewa? Akakiita kisima cha nini? Cha aliyeniona. Kwa hiyo akachota maji mle, akanywa, akampa na kijana akanywa, alafu akajaza kiriba, safari ikaendelea. Nachotaka nikuambia ni hivi, hata kwenye hali ambayo unapitia, kwenye changamoto ulionayo, sio kwamba Mungu hayupo, sio kwamba hakuna solution, sio kwamba haijulikani nini. Tatizo ni macho yako. Utasema ni kweli, niombe niwe na macho. Hapana, macho uko nayo, shida ni nuru, shida yana giza. Na nuru ya hayo macho ya moyo wako haitokani na kujua kuhusu Diamond, haitokani kujua kuhusu Rick Ross, haitatokani na kujua kuhusu rais wa Kenya, haitatokani na kujua kuhusu rais wa Tanzania, haitatokani na kujua kuhusu siasa ya Tanzania, haitatokani na kujua kuhusu vile ambavyo sio akina Vasco da Gama walivyofanya, sio akina Karl Peter walifanyaje, sio akina Dr. Livingstone sio walifanyaje. Haitatokana na kujua geography ina nini, haitatokana na kujua sio math ina nini na nini principles zake, haitatokana hivyo. Lakini macho, ile nuru ya macho ya moyo wako haitatokana na kitu kingine ila ni kumjua Mungu. Kadri unavyopata neema ya kumjua Mungu, ndivyo na nuru ya macho yako inavyoendelea kuwa kubwa. Unaweza kuona kwa upana zaidi. Haitatokana na kujua fulani kafanya nini, jana kala dagaa au kapiga nyama, haitasaidia hiyo. Macho ya moyo wako yanatiwa nuru na kumjua Mungu. Yesu asifiwe. Kadri unavyomjua Mungu, ndivyo ambavyo macho ya moyo wako yanavyoendelea kutiwa nuru, unaendelea kuona. Yesu na asifiwe. Hasa kadri ambavyo unakosa kumjua Mungu, kadri unavyokosa kuendelea kujifunza kuhusu Mungu, kuendelea kusoma na kutafuta kuhusu Mungu, kumtafuta Mungu, ndivyo ambavyo ile elimu ya Mungu, yani kumjua Mungu, na linavyoendelea kupungua, na giza ndani ya moyo wako linaendelea kuwa kubwa. Na giza linavyoendelea kuwa kubwa, na shetani naye anaendelea kuwa karibu ya moyo wako. Yesu na atusaidie. Sema, macho ya moyo wenu yatiwe nuru. Ili waje, ili mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Kumjua Mungu, mpate maana kwenye kumjua Mungu. Angalia kitu kimoja hapa. Hapa ni Paulo anazungumza na Waefeso. Sura ya kwanza kabisa. Hapa ukisoma pale juu anasema, mimi nilipopata habari za imani yenu na upendo wenu kwa watakatifu wote, mimi nilianza, yakawa ni maombi yangu kwamba Mungu awape roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kwa lugha nyingine ni kuambia, ninatamani mumjue Mungu zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu hii italiondoa giza ndani ya mioyo yenu. Mtapata kuona hata tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, mtajua, na hii itapelekea mumpende Mungu zaidi. Yesu na asifiwe. Kadri unavyopata nafasi ya kumjua Mungu zaidi, jamani, nitasisitiza na kusisitiza, tafuta kumjua Mungu, tafuta kuhusu Mungu, kuwa mjifunzaji wa neno la Mungu, kuwa mtu wa kujifunza neno la Mungu. Wapendwa, niwaambia hivi, mara nyingi tunakwama kwenye maeneo na maeneo. Kwa sababu gani? Hatujui kuhusu Mungu vizuri, hatujui, na hata kujifunza hatujifunzi kuhusu Mungu. Tunajifunza kuhusu mambo mbalimbali ya dunia hii. Ni sawa, ni kweli, ni elimu inayohitajika, lakini vipi kuhusu Mungu? Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie. Ni muhimu sana kuelewa, wapendwa. Tuna mambo mengi ambayo tumekuwa tunatamani, tunamuomba Mungu na hayatokei. Hivi na vile, mbona haiwi? Tutafute kumjua Mungu, kwa sababu mjue sana Mungu ili uwe na amani, ili uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muhimu sana, nasisitiza vijana kwa wazee, tafuta sana kuhusu Mungu, kuwa mtu wa kujifunza kuhusu Mungu. Soma neno la Mungu kwa kujifunza, sio ili kushindana. Soma sio ili umalize Biblia, soma kwa kujifunza. Heri usome mstari mmoja kwa mwaka mzima, lakini uelewe na ukae ndani yako, kuliko usome Biblia nzima na hakuna hata moja iko kwenye maisha yako. Hiyo haitasaidia. Yesu na atusaidie sana. Tutafute kujua kuhusu Mungu. Yesu na atukuzwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo naomba tuishie hapa.
Tutaendelea wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Muhimu sana kuendelea kujua, muhimu sana kuendelea kujifunza. Tafuta kujua Mungu. Maisha yako, uhuru wa maisha yako unabebwa na kiwango chako cha kumjua Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunakushukuru tena. Asante kwa wakati huu. Mwenye haki Mungu wetu na Baba yetu uketie patakatifu sana, ninakushukuru sana. Naomba mpendwa, nenda mbele za Bwana kaombe Mungu. Katika jina la Yesu, nenda kaombe Mungu sasa. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante sana kwa vile ambavyo mwenye haki Baba yetu umekuwa pamoja nasi kutulinda na kututunza. Wakati huu Bwana umezungumza nasi tumekuja mbele zako tena Bwana katika alfajiri ya leo. Baba, shauku yetu, kiu yetu ni kukufahamu, ni kukujua kwa undani zaidi. Katika jina la Yesu, kama mwenyewe ulivyozungumza ya kwamba moja kati ya sababu za kukujua wewe au wewe kujidhihirisha kwetu ili tukujue ni maneno yako kuwa ndani yetu. Ni wewe, maneno yako yawe ndani yetu. Bwana, hiyo itapelekea wewe ujidhihirishe kwetu kama ulivyosema kwenye Yohana 14:21. Baba, tunakuomba ukatupe neema ya Bwana ya kuendelea kutafuta sana, kusoma na kutafakari, kujifunza kuhusu maneno yako. Bwana wangu, tunapoendelea kujifunza wewe, vile ambavyo unaendelea kutufundisha kwa Roho wako Mtakatifu, Bwana, yakae ndani yetu, yawe sehemu ya maisha yetu. Yakishakuwa sehemu ya maisha yetu, Bwana, hii itapelekea wewe mwenyewe utajidhihirisha. Hata tusingekuambia kwamba ujidhihirishe kwetu, utajidhihirisha. Hata tusingeliomba hilo, bado ungejidhihirisha. Bwana wangu, kwa sababu ni kitu ambacho ni sehemu ya ahadi zako Bwana. Kama ulivyosema ya kwamba mtu alikiwa aliye na maneno yangu, mtu aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndiye anipendaye, naye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda, na siishi hapo, na kujidhihirisha kwake. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Bwana, sababu ya msingi ni hiyo Baba, kama ulivyozungumza, maana hakuna vile tutakujua bila kujidhihirisha kwetu, Mfalme. Bwana, na tunakuomba alfajiri ya leo kwamba utupe neema tena katika hii asubuhi. Bwana, ukatuwezeshe na kutupa kibali mbele zako tena, Mungu mtakatifu. Bwana wangu Baba, tunaomba utupe neema kwa jina la Yesu, kama ulivyozungumza nasi Baba. Tunakuomba Baba, tunaomba kwamba ukatupe neema ya maneno yako ambayo tunayasoma na kujifunza, yakae ndani yetu Bwana. Baba, tunakuomba ukajidhihirishe kwetu. Tunaomba Bwana kibali, ukajidhihirishe kwetu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba ukatutengeneze tuwe kile ambacho ulikitarajia, tuwe kile ambacho ulikitaka Bwana baada ya kazi ya msalaba, lile tokeo ambalo ulikuwa nalo moyoni baada ya kazi ya msalaba. Hivyo hivyo Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Bwana, Bwana wangu, na iwe hivyo katika jina la Yesu. Bwana, ukatutengeneze Bwana, tukao tokeo la kazi ya msalaba, tukao kile ambacho ulikitaka baada ya kazi yako msalabani. Bwana wangu, tunaomba ukatufanyie matengenezo makubwa, turekebishe Bwana Baba, tuwe kile ambacho ulikitaka. Bwana Yesu, ninakuomba ukatupe neema ya Bwana kwamba tuwe kile ambacho ulikitaka, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu ninakuomba sana, Roho Mtakatifu wa Bwana. Baba yangu, nakuomba kwamba Mfalme, kile ambacho unakitaka na kiwe hicho Bwana Yesu. Baba, tunakuomba sana kwamba ukatupe neema katika kukufahamu wewe Bwana, kama ambavyo mtumishi wako Paulo aliwaombea Waefeso. Bwana, tunaomba kwamba Mungu mtakatifu Bwana, ukatupe hiyo roho ya hekima na ya ufunuo katika kukujua. Ukatupe neema ya Bwana Baba, tuenende vipi, tufanyaje Bwana, ili uendelee kujidhihirisha kwetu, ili uendelee kujidhihirisha kwetu, Bwana, tukaendelee kukujua. Mungu mtakatifu, tunakuomba neema yako Bwana iwe juu yetu. Tunahitaji Bwana kujua zaidi kuhusu wewe. Mfalme wa utukufu, tunakuomba utupe neema Bwana, ukajidhihirishe kwetu. Baba, tunakuomba ukaendelee kutuongoza namna gani ambavyo nataka tuendelee kuenenda mbele zako, tuendelee mbele zako Mfalme Bwana, ili ukaendelee kujidhihirisha kwetu Baba, katika jina la Yesu. Maana tumekwisha kujua hakika ya kwamba Bwana, kila kitu kwako unataka kanuni. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mfalme wa utukufu Bwana, ukatutengeneze. Maana Mungu mtakatifu, ni kweli ya kwamba ulimwengu wa roho una kanuni zake, na hizo ndio zinazingatiwa zaidi, zina nguvu zaidi kuliko maombi. Baba, tunaomba Bwana, maana hata maombi yetu iliyajibiwe anahitaji kanuni zako zifuatwe
kwa jina la Yesu. Bwana wangu tupe neema Bwana kuishi sawa sawa na mpango, nia, madhumuni na makusudi yako Bwana wangu, ili iwe na sababu ya kujibu maombi yetu, ili iwe na sababu ya kuonekana kwetu Bwana, kama ulivyozungumza kwenye kitabu cha Yeremia 29:12 kwamba tutaenda 29:13 unaposema kwamba tutaenda na kukuomba Bwana, nawe utaonekana kwetu, kwa sababu Bwana tumekutafuta kwa moyo wote. Mfalme wa utukufu, ninakuomba kwamba ukatupe neema Bwana Baba, tupe kukutafuta, tupe Bwana kutafuta ile shauku ndani yetu Bwana, ikaendelea kuongezeka. Roho Mtakatifu, tupe neema hii kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tupe hii neema ya Bwana. Baba, tunakuomba sana kwamba utupe neema hiyo Bwana wangu na baba yangu Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana, tunaomba neema yako na iwe juu yetu. Roho Mtakatifu Bwana, tunakusihi Baba, ukaendelee kujidhihirisha ndani yetu, ukaendelee kujidhihirisha Bwana kwetu katika jina la Yesu. Baba, tupe neema ya kukujua zaidi. Mungu mtakatifu, kuna watoto wako mbalimbali ambao Bwana tuko asubuhi ya leo tunaomba, na wengine wako maeneo mengine wakiendelea kuomba katika alfajiri ya leo Bwana, shauku yetu ni kukujua, shauku yetu ni kukuelewa zaidi, shauku yetu Bwana ni kukaa uweponi mwako, shauku yetu Bwana ni wewe ukae ndani yetu na tukae ndani yako. Baba, ni shauku ya mioyo yetu Mfalme, shauku yetu, tunahitaji letu ni wewe Kristo Yesu. Tunakuomba Bwana kwamba ukadhihirike ndani yetu Bwana, sawa sawa na ahadi neno lako Mfalme. Bwana wangu, tunakuomba kama ulivyoahidi mwenyewe Baba, ukae ndani yetu Bwana, ukatupe neema na tukae ndani yako Baba. Tunahitaji kuwa kile ambacho ulikikusudia, kile ambacho ulikidhamiria, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, ninakuomba sana kwa jina takatifu la Yesu ya kwamba Bwana Yesu mwokozi wa ulimwengu Baba, ninakuomba ukajidhihirishe Bwana zaidi Baba, ukaonekane kwetu katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi Bwana wetu na baba yetu, tunakuomba sana Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana wangu na Baba Bwana, ukae ndani yetu Mfalme, ukatupe neema nasi tukae ndani yako. Tunahitaji Bwana kuwa kile ambacho wewe ulikitarajia, kuwa kile ambacho wewe ulikidhamiria, kuwa kile ambacho Bwana Yesu ulikitaka, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tusio watu tu wa kawaida ili mradi, hapana, lakini Kristo tunahitaji kuwa kile ambacho wewe ulikitaka mwenyewe, kwa jina lenye nguvu la Yesu. Mwamba mwokozi, tuna nguvu zetu, ninakuomba Roho Mtakatifu wa Bwana kwamba ukadhihirike kwetu Baba, ukajionyeshe mwenyewe kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwokozi uliye hai. Bwana wangu na baba yangu, mimi nakuomba sana katika jina la uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Mwokozi na nguvu zetu Bwana Baba, tunakuomba neema yako Mfalme ikaendelee kudhihirika juu yetu Baba. Tunakuomba Bwana ukaonekane kwetu Baba, ukajidhihirishe kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, nakuomba sana kwamba katikati yetu Bwana ukajidhihirishe ndani yetu Bwana mabwana Baba, tunahitaji neema yako Bwana kwa jina la Yesu katika nyakati hizi Bwana ambazo Bwana umedhamiria. Nakuomba Bwana kile kizazi ambacho umeamua kukiinua Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba, katika jina la Yesu naomba Baba yangu ukajidhihirishe, naomba Bwana mabwana ukajionyeshe kwetu Mfalme Bwana, ukatupe neema katika kukujua wewe Bwana, tupe neema Bwana kukujua zaidi, tupe neema Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Baba, tunaomba Bwana ukatujaza zaidi Roho Mtakatifu. Wako watoto wako mbalimbali ambao wanaomba katika maeneo mbalimbali saa hii Bwana Baba, wakiomba ujazo Roho Mtakatifu ndani yao Baba, ninakuomba sana kwa jina takatifu la Yesu ya kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana Baba na udhihirike ndani yao, na udhihirike Bwana. Naomba nguvu yako ikaendelee kuongezeka ndani yao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi nakuomba Mfalme kwamba Bwana ujazo wa Roho Mtakatifu Bwana ndani yetu sote. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu wa Bwana, wewe uliye kiongozi wetu Baba. Tunakuomba wewe ambaye ndiye unayetufundisha na kutuombea. Roho Mtakatifu, nakuomba watu wako wakapokee na kujaa Roho Mtakatifu wa Bwana katika alfajiri ya leo. Wacha Bwana wewe ni wakati wetu, kwa jina la Yesu aliye hai.
uweza wako Bwana uwe dhahiri ndani yetu, nguvu yako Bwana iwe dhahiri ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba sana katika jina lenye mamlaka na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba ukadhihirike Bwana ndani ya maisha ya watoto wako. Bwana, uweza wako na nguvu zako na zionekane kwa uwazi kabisa ndani yetu. Bwana mabwana, uweza wako Bwana tujaze kabisa kwa Roho Mtakatifu Mfalme. Bwana, neema yako itembee nasi, wepo wako Bwana ukatembee nasi, tukufu wako Bwana ukatufunike mahali Bwana wangu na Baba yangu, hata uweza wako Bwana ukajua watoto wako. Yesu, tunakuomba Bwana, kile kizazi unachokiinua, Roho Mtakatifu Bwana kuomba ukatamalaki ndani yao, tamalaki ndani ya kila mtu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nguvu zako na ziwe dhahiri Bwana, wala isiwe ni habari ya kuelezewa, isiwe ni habari ya kuambiwa, lakini Roho Mtakatifu Bwana ukatamalaki ndani yetu. Na Baba, kuna watu ambao saa hii Bwana wangu wanakuomba kwa kuwa wanaumwa mahali fulani. Bwana, kuna maumivu yako kwenye miili yao. Yesu, nakuomba Bwana ukawaponya walio wagonjwa. Kuna yule ndugu ambaye tayari anamsumbua, Yesu nakuomba Bwana ukadhihirike kwake kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, tunaomba ukajionyeshe. Yesu nakuomba Bwana ukaponye kangae Bwana ile taya. Yesu nakuomba ukamponye, nakuomba Bwana ukamuondolee ile teso, muondolee ile changamoto, muondolee ile shida Bwana, kwa kuwa tunajua ya kwamba uwezo wa kumponya unao. Yesu nakuomba Bwana ukamguse. Baba, unajua Yesu Kristo Mwokozi, unajua bali kwenye shida, unajua nini cha kuondoa kwenye ile taya. Yesu nakuomba ukamguse Baba, ukamponye rikandarabashekeriando kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana kuomba ponya Bwana, ponya Bwana kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba sana ukaguse, ukaponye kwa jina lenye nguvu la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana kuomba Baba ukaponye katika jina la Yesu. Ponye Bwana mwenye shida ya mfupa mahali pengine Bwana, inawezekana amepata ajali. Roho Mtakatifu naomba Bwana ukaguse mfupa ukaunge kwa haraka kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, wako ambao wana changamoto za misuli, wana maumivu kwenye misuli yao ya mwili yao, Yesu naomba Bwana ukaguse, ponya kwa jina la Yesu. Bwana wangu naomba bariki watoto wako, wainue kiuchumi Bwana, waongeze Bwana mabwana, wengine wanahitaji ndoa kwa jina la Yesu nakuomba wape kuolewa, wape kuoa, wakutanisha na wenzi walio sahihi katika jina la Yesu. Bwana wangu nakuomba ukaonekanie, wengine ni habari ya masomo yao, wape neema ya kufanya vizuri, wape neema ya kufanikiwa, lakini zaidi Bwana wavute kwako katika kujifunza na kujua zaidi kuhusu wewe kwa jina la Yesu, wakakujua zaidi Bwana. Yesu tunaomba neema yako ewe juu yao Bwana. Tunaombea vijana, wimbi lolote la adui ambalo aliachilia duniani ili kuwakamata na kuwateka vijana, tunakemea hiyo roho, tunaipinga hiyo roho kwa jina la Yesu aliye hai. Mapepo yanayoteka vijana, hiyo roho iliyoachiliwa, hiyo atmosphere mbaya inayoshughulika na vijana, tunaikemea kwa jina la Yesu. Haina mamlaka, toka achia vijana, toka achia vijana, toka achia fahamu zao, toka achia mioyo yao, toka kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana tunakuomba okoa vijana, tunakuomba Bwana wafungue kutoka vifungo vya adui kwa jina la Yesu aliye hai. Baba ninakuomba Baba ukashughulike nao. Yesu nakuomba Bwana ukaponye kanga Bwana kwa jina la Yesu. Bwana mabwana tunakuomba kwa ajili ya ndoa mbalimbali duniani. Yesu tunakuomba ukaingilie kati. Bwana ukaguse, tunakemea hizo roho za divorce, tunazipinga hizo roho za kuachana, hizo roho za kuachana, maana Bwana hapendi kuachana, yeye amekataa kwa jina la Yesu aliye hai. Baba tunakuomba ganga zile ndoa, ponya zile ndoa kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana tunakuomba Baba ukaponye. Baba ninakuomba Mfalme Bwana ukashughulikia maisha ya watoto wako, nakuomba Bwana ukaonane nao, ukawapiganie Bwana, watokee kwa jina la Yesu. Bwana, wako ambao wana vita kwenye kazi zao, wameajiriwa ni kweli, lakini wana vita. Walikuomba kazi, umewapa, kwa hiyo kazini kuna vita. Roho Mtakatifu wa Bwana kuomba watetee kwa jina la Yesu. Yesu nakuomba kuanzia leo wape kanuni ya ushindi, wape kanuni ya ushindi. Nakuomba Roho Mtakatifu wa Bwana Yesu, nakuomba sana, ninakusihi mno, wape kushinda, wape kushinda, wape kushinda hizo roho za kushushwa vyeo, ya nguvu inayofuatilia ili kuwashusha vyeo, na ipinga kwa jina la Yesu. Inaikemea yule ambaye anasumbuliwa na hiyo hali,
naikemea hiyo hali ya kupunguzwa mshahara, tunaikemea. Atuyo msalaba huna mamlaka juu yao dada, kwa jina la Yesu. Atapandishwa badala ya kushushwa, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakuomba tetea huyo chini Bwana Yesu. Ninakuomba kuanzia leo Bwana ukampe neema katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba yangu, ninakuomba Yesu, ninakuomba ukawape kushinda, wape kushinda. Wako ambao hawana watoto, wanahitaji watoto, naomba wape uzao wa kiume na wa kike. Yesu, nakuomba wakumbuke, wape wa kiume na wa kike. Wako ambao wanaomba kupata watoto wa pili, watatu, wako wanaomba Bwana bado hawajapata. Kuna ambao wanaomba kupata mtoto, hata huyo mmoja hawajapata. Roho Mtakatifu, nakuomba ule majibu yote, naomba wapatie, naomba wakumbuke, naomba wawezeshe, wape neema. Bwana wangu, naomba uzao katajwe kwao, uzao katajwe kwao kwa jina la Yesu, wakapate kupata watoto, wakapate watoto, wakapate kibali hicho kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu, nakuomba ukawaonekanie kwa utukufu wako. Tunakuomba sana ukawateteshe wako watumishi wako Bwana, maeneo mbalimbali wamebanwa kwa nguvu nyingi za giza, zinawasumbua, zinauzuia huduma, zinawabana kwenye huduma. Yesu, nakuomba watetee hiyo roho ya uchawi inaolimenea kanisa kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukawashindie toka wachawi kwa jina la Yesu. Naomba Bwana wape kupenya, wape watumishi wako kupenya kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba neema yako mfalme wa utukufu ikawa juu yao katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Mungu akupe neema, Mungu akubariki, ukaendelea kuonekaniwa na Kristo Yesu. In the name of Jesus. Amen. Have a nice time.